Katika dunia hii yenye mambo mengi ya ajabu, yapo matukio ambayo hayawezi kueleweka kwa akili ya kawaida. Matukio haya yanavuka mipaka ya kisayansi na mantiki ya binadamu, huitwa miujiza. Wengine huyaita bahati ya kipekee, lakini wengine husema ni mikono ya Mungu, huku baadhi wakihusisha na nguvu za roho au giza. Miujiza huonekana wakati ambapo matumaini yanapotea, wakati ambapo kila njia imefungwa. Ndipo jambo lisilotarajiwa hutokea, likibadilisha maisha ya watu milele. Katika historia ya mataifa, vijiji na hata familia, miujiza imeacha alama zisizofutika. Karibu katika ulimwengu wa hadithi za miujiza, hadithi za kusisimua, za kushangaza na za kuibua maswali mengi kuliko majibu. Je, upo tayari kushuhudia yaliyo juu ya maumbile ya kawaida? Mchungaji aliyelala makaburini kisa kupata waumini wengi kanisani. Hii ni katika kijiji kidogo kilichopo mbali na mji mkubwa. Kulikuwepo na kanisa la mchungaji mmoja ajulikana kwa ujanja wake wa kipekee. Mchungaji huyo anakwenda kwa jina la Mzee Daniel. Alikuwa na mbinu za kipekee ambazo zilimsaidia kuvutia idadi kubwa ya waumini wa kanisa, lakini moja ya mbinu zake ilikuwa ya kusisimua sana na hata kufikirika kuwa ya kichawi. Lakini Mzee Daniel aliamua kujaribu njia isiyokuwa ya kawaida ili kuongeza idadi ya waumini. Alijua kuwa watu wanapenda hadithi za kusisimua na hata za maajabu pia. Hivyo aliwahi kuingia katika hali ya kulala kwa siku 3 mfululizo, lakini si nyumbani wala kanisani. Mzee Daniel aliamua kulala katika makaburi ya zamani ya kijiji hicho ambacho alikuwa anakaa. Kumekuwa na hadithi za kale kwamba makaburi hayo yalikuwa na nguvu za kiroho za watu waliokufa, na mtu alikaa humo kwa muda huwezi kumpata au kuelewa hali ya juu na hata uaminifu mkubwa kutoka kwa watu waliohudhuria kanisa hilo. Hata watu wa kijiji walishangaa na kumuuliza Mzee Daniel, kwa nini umeamua kulala mahali pa hofu kama makaburi? Lakini mchungaji alitabasamu kwa siri na kusema, hili kuwafikia watu wengi lazima unajua mahali pa kuanzia nguvu. Nilitaka kuungana na roho za maajabu zetu ili kupata baraka na upendo kwa hudumu. Baada ya siku 3, Mzee Daniel alitoka kwenye makaburi akiwa na nguvu mpya ya kiroho na maono yaliyobadilisha maisha ya kanisa lake. Wahudumu walianza kuamini kuwa alikuwa na uwezo wa kipekee wa kuwasiliana na roho, na hivyo kuleta msukumo mkubwa. Idadi ya watu walikuja kanisani ikiongezeka kwa kasi isiyowahi kuhudhuriwa. Watu walikuwa wakijiuliza, mchungaji huyu amepata nguvu hizo wapi? Je, ni baraka za roho au njia za kichawi? Lakini Mzee Daniel hakuwahi kufichua siri yake. Anaendelea kuwa mchungaji maarufu. Aliwahudumia watu wengi kwa bidii, huku akiwachochea kuamini katika nguvu za imani na pia hadithi za kusisimua za makaburi. Naam, lakini kanisa lake leo linahesabiwa kuwa moja ya makanisa yenye ushawishi mkubwa, huku hadithi za mchungaji aliyelala makaburini zikienea kama moto msituni, zikiwavutia wahudumu kutoka sehemu mbalimbali kuja kupata baraka na mafundisho yake. Je, unadhani hizi ni hadithi ambazo zipo mpaka leo? Kwa maoni yako ama kwa kitu ambacho unacho, hebu shusha kwenye comment section.